Mtazamaji, asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchagua Channel 10 Plus kama kituo chako bora kabisa. Nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima iliyokuwa na Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutajiunga na wana michezo wetu Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Lakini kwamba tu karibu tu sote. Na kwa kuanza tunaangazia huko Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura juu ya azimio linalotaka kusitishwa. Azimio hilo linataka kuachiliwa kwa mateka. Tupate undani wa taarifa hii. Azimio hilo linataka kuachiliwa kwa mateka wote walioko mikononi mwa Hamas na kufunguliwa kwa mipaka yote ya Israeli ili kuruhusu usafirishaji wa chakula na misaada mingine inayohitajika. Azimio hilo limeandaliwa na Uhispania, linashutumu vikali kile ilichokiita kama matumizi yoyote ya njaa kwa raia kama mbinu ya vita. Waziri wa mambo ya nje wa Uhispania Jose Manuel Alberis amesema tunachotaka ni kwamba mataifa yote duniani yajitokeze na kulaani mzingiro wa kinyama ambao Israeli inaendelea kuweka dhidi ya ukanda wa Gaza. Kuzuiwa kwa misaada ya kibinadamu, chakula na dawa, tuwe na umoja wote katika kulaani vita hivi ambavyo havina madhumuni mengine ila kusababisha vifo, mateso na kuigeuza Gaza kuwa makaburi makubwa. Wataalamu na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema njaa imeenea Gaza, huku takriban Wapalestina milioni 2 wakikabiliwa na hatari ya njaa iwapo Israeli haitaondoa vizuizi vyake na kusitisha kampeni ya kijeshi iliyoanza tena Machi baada ya kumalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas. Wiki iliyopita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikosa kupitisha azimio baada ya Marekani kutumia kura ya turufu kulizuia kwa madai kuwa halikuhusisha suala la kuachiliwa kwa mateka, huku wanachama wengine 14 wa baraza wakiunga mkono azimio hilo. Filipina Ndwata, Channel 10 Plus. Serikali imepanga kuondoa jumla ya hekari 4,000 na kuzirejesha kwa wananchi kutoka katika hekari 42,000 na mwekezaji wa shamba la ngano Limited lilopo kata ya Mulbda na kwenye vijiji vinazunguka shamba hilo ili kumaliza mgogoro uliodumu kwa miaka 34 katika vijiji mbalimbali vya kata hiyo ya wilaya ya Hanang. Ripoti zaidi na mwandishi wetu Elia Kimani anatueleza. Mgogoro huu kwa mujibu wa wananchi wa Kidamambura ulianza kufukuta tangu mwaka 1991 na kuchukua maarufu mgogoro wa Bikoni, ikiwa na maana mgogoro wa mpaka. Mpango kuondolewa sehemu ya ardhi kwenye shamba la mwekezaji huyo umeelezwa na mbunge wa jimbo la Hanang Injinia Samuel Hayuma wakati akizungumza na wananchi wa kijiji hiki cha Kidamambura kata Mulbada. Serikali imeridhia eneo la hekari 4,000 kwenye mashamba ya mwekezaji Ngano Limited irudi kwa wananchi. Sasa serikali imeshafikia hatua ya maamuzi kwamba hekari 4,000 kati ya hekari 42,000 irudishwe kwa wananchi. Kwa hiyo ninyi kaeni kwa utulivu, watakuja watabaini mipaka, ramani yake mpya imeshachorwa. Kwa hiyo yeye atatengenezewa ule mzunguko wake wa alama. Zile alama ambazo ziko kwenye maeneo yenu itaondolewa. Maeneo yenu ambayo toka mwanzo mliniambia kwamba mwekezaji hajawahi kulima na huku toka wakati ule wa NAFCO hapajawahi kushughulikiwa, yale maeneo yote yametolewa kwenye shamba la mwekezaji. Hata hivyo, wananchi wa kijiji hiki cha Kidamambura wameiomba serikali kuingilia kati changamoto ya ukosefu wa huduma ya maji na kuweka mpango wa haraka wa muda mfupi ili kuwarejesha wananchi uwezo wa kufanya shughuli nyingine ikiwemo za kiuchumi, kwani kwa sasa imekuwa ni vigumu kulingana na changamoto hiyo. Kidamambura iko na matatizo mengi, haswa maji, changamoto kubwa ya Kidamambura. Mpaka sasa hivi tuna taarifa kwamba kuna miradi ya maji ambao unakaribia kutekelezwa na mkandarasi alishakuja kutambulishwa kwetu na tumempokea na tupo tayari kumpa ushirikiano ili kuondolea adha ya maji katika kata yetu, hususan kijiji cha Kidamambura. Kidamambura changamoto kubwa sana hapa, kila ukija waga ni maji. Maji ni maji. Hapa ni maji. Watu washindwa kufanya shughuli zao kwa wakati kwa sababu ya maji. Sisi mara nyingi maji tunaemea Galangala, Bawa na Sechet, wengine mpaka kwa Dawari. Mheshimiwa, na tungeomba tusaidie mpango huo muda mfupi. Watu wengi hapa wamepoteza ndoa.
Watu wanajua hata usiku wanakesha kwenye foleni. Changamoto nyingine ambayo wananchi wa kijiji hiki wanahitaja ni ukosefu wa huduma ya uhakika wa umeme. Kutoka katika kijiji cha Gidamambura, kata Mulbadaula, Hana, mkoani Manyara, mimi Nelia Kimani, Channel 10. Wakazi wa kata ya Bunda Store katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara wamesema wanajivunia maendeleo yaliyopelekewa na serikali katika kipindi cha miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo wamepokea miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 5 katika sekta za afya, elimu, maji na barabara. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa Musa Wakali. Ni kusanyiko la vikundi 75 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hapa wilayani Serengeti mkoani Mara. Na hapa wako kwa jambo moja tu, ni kuzipokea fedha zinazotolewa na halmashauri hii na ukwenda kuanza safari ya kuinua uchumi wao kupitia uwezesho huu wa serikali, huku wakitakiwa kuacha kuzitumia kulipa karo na matumizi mengine ya nyumbani. Mipango mizuri tunaiona kwenye makaratasi na sengine tunaona kwenye kule waliko, lakini fedha zikishaingia wanashindwa namna ya kwenda nazo mpaka mwisho. Wengine wanatumia kwenye matumizi ya nyumbani, wengine wanatumia kwenye kulipa karo, lakini hizi ni fedha za kuzunguka, ni fedha za biashara. Mziheshimu. Katibu tawala wilaya Serengeti mkoani Mara, Angel Michael, rai anaitoa kwa walengwa wanaopokea fedha hizi. Yote rika zote tunapata mikopo. Kwa hiyo niombeeni wakina mama wenzangu, chonde turejesheni hii mikopo. Halmashauri yetu kwa mwaka huu wa fedha imeweza kukusanya kiasi cha karibia bilioni 5. Na kutoka kwenye bilioni 5 tumepata maelekezo kutenga 10% kutoka kwenye fedha hizo. Zimekuwa zina manufaa, zimeweza kuwainua wananchi kutoka hali ya umaskini na kidogo kuweza kuongeza, kuwapandisha juu kidogo, na sasa wanaweza kukidhi mahitaji yao mbalimbali, hasa katika upande wa afya, lakini upande wa elimu. Kupokea fedha ni jambo moja na matumizi ni jambo jingine. Fedha hizi kama alivyosema sio za hisani, ni pesa yenu halali, lakini ina vishawishi kweli kweli. Mimi nataka kwamba mzifikishe hizi fedha salama ili ziende zikafanye kazi iliyokusudiwa. Tunasubiri hela za wababa, hatuna kazi ya kufanya, lakini kupitia hii mikopo tunakwenda kufanya biashara ili kusaidia familia zetu, tuwasaidie hata wababa kuwabeba katika hali ya kutafuta maisha katika familia. Musa Makari, Channel 10, Mara. Na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imechukua hatua mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya uwanja wa ndege wa Zanzibar na uwanja wa ndege wa Pemba, ikiwa ni mkakati maalum ya kuifungua Zanzibar kiuchumi na kuvutia wekezaji ili kuimarisha uchumi wa nchi. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wakati akifungua mkutano wa 9 wa kimataifa wa anga na utalii. Tupate undani wa taarifa hii. Akifungua mkutano huo uliofanyika Golden Tulip mjini Unguja, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwanza amewaelezea wajumbe wa mkutano huo hatua zilizochukuliwa na serikali kuifungua Zanzibar kwenye sekta ya usafiri wa anga Unguja na Pemba. We have taken a number of initiatives in improving our airport infrastructure. Tumechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha miundombinu ya uwanja wa ndege wa Abedi Amani Karume kama ambavyo imezungumzwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar, lakini pia ujenzi wa uwanja mpya wa ndege kisiwani Pemba. Hatua hii itaifungua kisiwa cha Pemba katika utalii na biashara, lakini pia kufungua fursa mpya za uwekezaji katika kisiwa hicho cha Pemba. Nje ya mkutano, Rais wa Zanzibar amewaambia waandishi wa habari mkutano huo umetoa nafasi ya kuitangaza Zanzibar kitaifa na kimataifa. Wadau walioko hapa ni mashirika ya ndege karibu mengi sana yako hapa, lakini waendeshaji wa viwanja vya ndege, lakini vile vile watu wanaohusika na utalii. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine tutakuwa tumeitangaza Zanzibar kimataifa. Tunategemea kupata watalii wengi zaidi, tunategemea kupata mashirika ya ndege ambayo yatakuwa sasa tayari kuleta ndege zao hapa Zanzibar, jambo ambalo litatuongezea utalii. Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar Dr. Hadi Salum Mohamed amefafanua fursa na faida inayoipata Zanzibar na Tanzania kupitia mkutano huo. Ajira imepatikana, fedha zimeingia kutokana na mkutano huu, ni faida kubwa.
lakini kubwa zaidi ni kwamba tunavutia uwekezaji. Kwa pia mkutano huu unatoa fursa kwa wale investors ambao wanavutika kuja kuwekeza Zanzibar katika sekta mbalimbali, watakuja kuvutika. Mtendaji mkuu wa kampuni ya ndege Tanzania Peter Ulanga amesema kupitia mkutano huo wataongea na wadau wao ili kutanua wigo wa kufikia maeneo mbalimbali. Wamezungumzia kuhusiana na expansion ya uwanja wa pale Pemba, lakini sisi kama Air Tanzania tunajaribu kuangalia, tumeongeza safari yetu ya kutoka Johannesburg moja kwa moja kuja Zanzibar katika kipindi cha mwezi huu, na tunaendelea kuangalia fursa zaidi za kuleta watalii na wageni hapa Zanzibar. Lengo la mkutano huu ni kukutanisha wadau wa sekta ya anga lakini na wadau wa utalii katika kuboresha huduma za sekta ya anga, lakini vile vile kukuza sekta ya utalii katika bara la Afrika. Washiriki wa mkutano huo ni kutoka zaidi ya nchi 50 za ndani na nje ya bara la Afrika. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 75 kukamilisha mradi wa maji Nundwe katika kata ya Wampembe wilaya Nkasi mkoani Rukwa, mradi utakaonufaisha zaidi ya wakazi 2500 wa kijiji cha Nundwe na vijiji jirani. Tupate ndio na taarifa hii kutoka kwa Wilbard Sumia. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Nundwe wameshukuru serikali kwa kuwafikishia maji kijijini kwao na kuondokana na matumizi ya maji yasiyo salama yaliyowasababishia maradhi ya tumbo. Na wakati mwingine wanasema walilazimika kutembea umbali mrefu kufuata maji. Kushukuru mradi huu wa maji. Kuanzia awali tulikuwa hatuna maji, hivi sasa maji tayari safi tumeshayapata. Na kushukuru sana mheshimiwa mkurugenzi, na kushukuru sana mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa kwa kutufikia hiki kijiji. Huduma ya maji, kipindi cha awali tumekunywa maji yaliyokuwa na vidudu, ambayo hayo maji yalikuwa ni chemchemu yanayotiririka kutoka chini, na tunayachukua hayo maji tunakunywa. Taarifa ya mradi imesema mradi wa maji Nundwe ni sehemu ya mradi wa visima 900 vilivyotolewa na Rais Samia wenye lengo la kuhakikisha wananchi vijijini wanapata huduma ya maji safi karibu. Mkuu wa mkoa wa Rukwa Charles Makongoro Nyerere akiweka jiwe la msingi katika mradi huo amesisitiza umuhimu wa kuutunza mradi ili uendelevu. Kisima kilichochimbwa kina urefu wa mita 160, kina uwezo wa kuzalisha maji kiasi cha lita 1736 kwa saa. Gharama ya jumla ya utekelezaji wa mradi huu ni shilingi milioni 75 ambazo zimegharimiwa na serikali kwa lengo la kuboresha huduma ya maji kwa wananchi wa Nundwe. Zile zinakuwa na kamati ya maji, zinafunguliwa akaunti na kuna mtu anasimamia. Sasa fedha zile zitamsaidia yule msimamizi naye au anapata chochote kidogo. Asikae bure, au sio bwana? Na pia anazipeleka benki ili mradi huu ukipata matatizo madogo ya kawaida, mradi uweze kujiendesha wenyewe. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, Wilbard Sumia, Channel 10. Katika mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha na matumizi ya nishati chafu ya kupikia, shirika la kimataifa la SMILO limezindua zoezi la ugawaji wa mitungi ya gesi katika kaya 502 za kisiwa cha Jibondo wilayani Mafia mkoani Pwani. Margaret Malisa anatujuza zaidi. Zoezi la ugawaji wa mitungi ya gesi limeongozwa na mkuu wa wilaya Mafia, Mheshimiwa Aziza Mangosongo. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mama Chole mwenye kampuni ya SMILO katika kutunza mazingira ya bahari ili mikoko isikatwe, miti isikatwe, lakini tusitumie vifuva nazi, moshi, pollution. Basi ni vyema agawe mitungi hii ya gesi kwa kaya zote za Jibondo. Akizungumza katika hafla ya ugawaji wa mitungi ya gesi, mwakilishi wa shirika la SMILO Anne Catherine almaarufu kama Mama Chole amewataka wanufaika hao kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia na kuepuka matumizi ya mkaa na kuni. Na tumeingia sasa katika nguzo ya nishati. Hiyo mradi ni milango ya mambo mengi. Kwa hivyo tutunze, tutumie
Kwa hivyo sasa tunataka kisiwa cha Jibondo iwe endelevu. Diwani wa kata ya Jibondo Hassan Mohamed pamoja na wananchi wa Jibondo wamelishukuru shirika la Smailo kwa kuwapatia mitungi ya gesi. Mradi huu umeweza kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais kuona kwamba wananchi wa Tanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Yaani tumefurahi mno. Kwanza mzigo wa kuni ule utatutoka. Hatutendi tena kuni, gesi zetu tunazo, tutatumia kwa fursa yetu. Tukirudi mwani hatuna shida ya kutafuta kuni wala mkaa, gesi tunayo. Tunamshukuru Mama Chole kwa kutuletea majiko na tunashukuru sana kwa tuokoa sana kwenda mwituni mara kwa mara kwenda kuchukua makuni, mabumbulu. Tunashukuru sana kwa hilo, kwa kuja kutuanzishia gesi. Margaret Malisa, Channel 10. Jamii katika eneo lote la Himalaya Hindu Kush huko barani Asia wanakabiliwa na hatari inaongezeka ya janga katika kipindi kijacho cha kipupwe, huku nyuzi joto na mvua zikitarajiwa kuvuka viwango vya kawaida. Haya ni kulingana na wataalam waliotoa onyo hilo. Tupate undani wa taarifa hii. Kituo cha kimataifa cha masomo na kubadilishana ujuzi ICIMOD inasema nyuzi joto zinatarajiwa kuwa juu zaidi ya zile za wastani katika eneo lote hilo, huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha mvua kubwa zinatarajiwa kunyesha. Nyuzi joto zinapopanda na mvua kubwa zinaongeza hatari ya majanga yanayosababishwa na maji kama mafuriko na maporomoko ya ardhi, na haya yana athari kubwa kwa barafu ya milima na hifadhi ya barafu, alisema katika taarifa Aruni Bakita Shiretha, mshauri mkuu katika kituo cha ICIMOD. Msimu wa kipupwe wa majira ya joto ambao huleta kati ya 70 hadi 80 ya mvua ya mwaka katika eneo hilo ni muhimu kwa kilimo na maisha ya mamilioni ya wakulima na usalama wa chakula katika eneo ambalo ni makao ya karibu watu bilioni 2. Mvua hizo lakini huleta madhara na uharibifu, ikiwa maporomoko ya ardhi na mafuriko kila mwaka. Barafu ya milima iliyoyeyuka huongeza kiwango cha maji, huku ujenzi usiodhibitiwa katika maeneo yaliyo kwenye hatari ya mafuriko ukiongeza zaidi uharibifu. Mwaka jana msimu wa kipupwe ulisababisha maporomoko mabaya ya ardhi na mafuriko kote kusini mwa Asia na kupelekea vifo vya mamia ya watu, wakiwemo zaidi ya watu 300 nchini Nepal. Mimi ni Yakini Mwakatobe, runinga ya Channel 10+. Dodoma imewataka wasomi na watafiti wa vyuo vikuu hasa wa science kufanya utafiti utakaowezesha kuwatambua watu wenye viashiria vya magonjwa mlipuko kwa kutumia mbinu mbalimbali zinazoendana na kasi ya mageuzi ya teknolojia, hasa akili unde kwenye maeneo yanayopokea idadi kubwa ya wageni, ikiwamo kituo kikuu cha treni ya SGR. Taarifa zaidi na Amani Bando inatueleza. Wito huo wa serikali kwa wasomi umetolewa na mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabir Shakimweri katika kongamano la pili la sayansi ya afya lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, ambapo amesisitiza kuwa matokeo ya tafiti hizo yatasaidia kudhibiti magonjwa hayo kutoingia katika jiji la Dodoma. Je, hizo practices za kusafirisha watu 1000 kwa treni moja, 4000 kwa siku, what innovations inaweza kutusaidia wakishuka katika volume kubwa hiyo ya abiria kuweza kufanya detection ya nani ana changamoto ya mpox, ana changamoto ya COVID kwa kuangalia joto immediately kwa kutumia artificial intelligence ikatuinform abiria fulani na fulani na fulani waiteni mwayoselete tuweze kufanyia kazi. Kongamano kama hili linapaswa lije na majibu. Katika kongamano hilo, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM Profesa Lugano Kusiluka ametoa ushauri wa namna bora ya kukabiliana na aina ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ambayo ni ajali, ikiwamo kutoa adhabu kali kwa wanaosababisha. Moja wapo ya sababu ya magonjwa yasiyoambukizwa ambalo halitaji kwa sauti kubwa ni ajali. Mimi lazima niseme kwamba nchi hii pia tunapoteza watu wengi mno kwa ajili ya ajali. Sijawahi kuona kesi moja, high profile case, ambao anakuwa prosecuted mtu ambaye amesababisha ajali ya watu 100 kwa sababu alikuwa anaendesha na overtake vibaya. Ila mtu mmoja anaweza kuua mtu mmoja kwa kumchoma kisu, kwa ni high profile case. Lakini innovations, what innovations zitupelekee kwenye
error detection ya gari mbovu, error detection ya mfumo mbovu wa braking na kadhalika. Kwa askari wetu tunafanya tafiti gani kwenye mambo haya tuweze kusaidia kwenye serikali tuweze kutoa pengine majibu ya kisayansi kwenye mambo haya. Akifungua kongamano hilo kwa niaba ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Wilson Charles Mahera ameeleza namna serikali inavyonufaika na matokeo mbalimbali ya tafiti. Na nyie hapa UDOM na watafiti wengine bado mnaweza mkapata fursa za kuweza kufanya utafiti kwenye changamoto zinazokabili watu wetu kule chini, ili kusudi tuweze kutumia tafiti hizo kufanya maamuzi ambayo yatasaidia kuboresha utoaji wa huduma ambayo ni nzuri hapa Tanzania. Tafiti hizi ambazo zinafanywa kwenye vyuo, sisi Wizara ya Afya tumekuwa tukizitumia na tuendelea kuzitumia kutengeneza sera, miongozo na standards mbalimbali ambazo tunazitumia. Ili tuweze kuwa na sekta ya afya nzuri, lazima tutengeneze miongozo ambayo iko based on evidence. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha imetakiwa kulipa kwa wakati madeni ya wazabuni na wakandarasi wanaotoa huduma ili kuepuka hoja za ukaguzi na kulinda mitaji ya watoa huduma hao. Jamila Omar anatujuza zaidi. Katibu utawala wa mkoa wa Arusha, Misaile Musa, ameyasema hayo wakati wa kikao cha mapitio ya hoja za ukaguzi wa mwaka wa fedha 2024-2025 kilichofanyika wilayani Ngorongoro. Wanatoa huduma kwetu, lakini sisi tunashindwa kuwalipa kwa wakati. Tulipe madeni yetu, yawe ya watumishi, yawe ya wazabuni, wakandarasi, tuwalipe ili tubaki muda wote tuko salama. Kama kuna sababu ya msingi, basi hiyo ielezwe, julikane. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ngorongoro, Murtala Mbilu, amewahakikishia kuwa serikali iko mbioni kulipa madeni yote ya wazabuni na kuahidi kuwa watalipa kipaumbele swala hili kwa kuwa wanatambua mchango wao. Serikali ilituma wakaguzi, wakayakagua madeni, wameyathibitisha. Muda wote kuanzia sasa tunategemea kupokea pesa kwa ajili ya malipo ya madeni ya wazabuni. Katika kikao hicho, halmashauri ya Ngorongoro ilipongezwa kwa kupata hati safi kutoka kwa mkaguzi mkuu wa nje wa mkoa wa Arusha, licha ya kupewa maelekezo ya kushughulikia hoja chache zilizobaki. Kwa sababu halmashauri nyingi au taasisi nyingi zinafurahi kupata hati inayoridhisha, hiyo inaitwa hati safi, lakini wanasahau kwamba wana hoja za ukaguzi. Utendaji huwa ni hoja, sio hati ni picha tu ya halmashauri au taasisi, lakini utendaji huko kwenye hoja ndio utendaji wenyewe. Lakini halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro imebalance, imejitahidi kujibu hoja kwa ufanisi na umekuwa na hoja chache, zingine nyingi za kimfumo na zao ni chache. Tuna hati safi, lakini vile vile kwa miaka zaidi ya 3 tumekuwa tukifanya vizuri kwenye hati safi, na kubwa zaidi ambalo nashukuru kwamba kwa mwaka huu tumekuwa na hoja chache sana. Jamila Omar, Channel 10, Ngorongoro, Arusha. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili mjini Kiev kwa ziara kujadili msaada zaidi wa silaha kwa Ukraine wakati juhudi za kumaliza mzozo wa miaka 3. Akizungumza na waandishi wa habari, Pistorius amesema madhumuni ya ziara hiyo ni kuonyesha kwamba serikali mpya ya Ujerumani inaendelea kusimama na Ukraine katika hali ya sasa ambayo bado ni tete. Pistorius ameongeza kusema kwamba atazungumzia msaada zaidi wa silaha kutoka Ujerumani na mataifa ya Ulaya. Kabla kuondoka Ujerumani, Pistorius amesema wanafanya kila wawezalo kuhakikisha Ukraine inajilinda na kuimarisha nafasi yake katika mazungumzo yoyote ya baadaye na Urusi. Ujerumani ni mfadhili wa pili kwa ukubwa kijeshi kwa Ukraine baada ya Marekani, ambapo msaada wake kwa Kiev umeanza kutiliwa shaka na hivyo kuiweka Ulaya chini ya shinikizo la kuongeza msaada wake.
Katika kukabiliana na tatizo la wanafunzi wa madarasa ya msingi na awali kutojua stadi tatu za kusoma, kuandika na kuhesabu, KKK shule 53 kati ya 111 wilayani Magu mkoani Mwanza zimekabidhiwa zana za kufundishia kwa vitendo ili kutatua hali hiyo. Henry Kabirondo anatujuza zaidi kutoka Mwanza. Akikabidhi zana hizo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Magu Mohamed Ramadhani pamoja na mambo mengine amewaonya walimu wa shule zilizopokea zana hizo kutozifungia store kwa kigezo kuwa wanafunzi wataziharibu, bali wazitumie katika kufundishia. Kwa hiyo hizi dhana jamani ni kianzio kwenda kuinject something kwenye akili za watoto wetu ili waanze kuwa nini? Wabunifu. Na tutakapoviweka vizuri, mimi ninategemea tutaendelea kupata taifa zuri lenye uelewa mzuri. Kwa mwalimu wangu, please jitahidi hiki ambacho utakipokea leo kahakikishe kinaenda kuingia kwenye uelewa wa mtoto. Wapongeza kwanza walimu shiriki wenyewe walioshiriki katika zoezi hili la utengenezaji. Kwanza wamejiongezea stadi zao wenyewe. Tunaamini kwamba hizi zana walizopewa ni mwanzo na ujuzi wameupata. Kwa hiyo kwa siku zinazokwenda watakuwa na uwezo wa kutengeneza zana hizi wenyewe. Nao baadhi ya walimu wa shule zilizopokea zana hizo za kufundishia wamesema kutokana na mabadiliko ya mitaala, zana hizo zitasaidia sana makuzi ya mtoto kuendana na wakati, huku akiahidi kuzitumia ipasavyo ili kuleta mageuzi ya uelewa katika sekta ya elimu. Vifaa hivi vitasaidia sana watoto wa darasa la awali kuweza kupokea maarifa. Watapokea maarifa ambayo tutawapatia vizuri zaidi, kwa sababu mtoto atajifunza kwa kuona, kwa kugusa. Tunachokiahidi ni kwenda kufanya kazi kwa bidii, lakini pia zana zitumike ipasavyo kwa watoto, zisitunzwe tu. Zana hizo zenye thamani ya shilingi milioni 34 zimetengenezwa kwa ufadhili wa mradi wa Bosti wenye lengo la kuimarisha na kuboresha elimu ya awali na msingi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Kaimu mkuu wa mkoa wa Geita ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kagera Fatma Mwasa amewataka watumishi wa halmashauri ya wilaya Nyangwale mkoani Geita kuongeza ufanisi katika usimamizi, ufuatiliaji na uwajibikaji wa shughuli mbalimbali za serikali ili kupunguza au kumaliza kabisa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Mshasadiki anatujuza zaidi. Mheshimiwa Fatma Mwasa ametoa kauli hiyo kwenye mkutano maalum wa baraza la madiwani wa halmashauri hiyo la kujadili majibu ya hoja na mpango kazi wa utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2023-24. Yapo maeneo ambayo bado hatufanyi vizuri katika usimamizi, ufuatiliaji na pengine uwajibikaji, na hivyo kusababisha kupata hoja hizi za ukaguzi. Kwa hiyo naomba taarifa zilizowasilishwa hapa zinaonyesha bado kuna mapendekezo ya CAG na maagizo ya LACA hayajakamilishwa katika utekelezaji wake. Tunaendelea kufanya kazi, lakini miradi mingi ya maendeleo inaendelea kutekelezwa, na tunamshukuru sana kwa sababu anatuletea fedha nyingi sana za kutekeleza miradi ya maendeleo. Akiwa kwenye baraza hilo, mkaguzi mkuu wa nje wa hesabu za serikali mkoani Geita Waziri Shabani amesema halmashauri hiyo imeendelea kuweka rekodi ya kupata hati safi kwa miaka 5 mfululizo kuanzia mwaka wa fedha 2019-2020 hadi mwaka 2023-24, huku akiwataka madiwani kuongeza msukumo kwa baadhi ya mambo ambayo wanaona hayaendi sawasawa. Nadhani pia msukumo kutoka kwa baraza uongezeke kidogo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Husnaton ameahidi kufanyia kazi maagizo na mapendekezo yote yaliyotolewa kwenye baraza hilo, huku mwenyekiti wa halmashauri hiyo John Isaac akisisitiza kila mtumishi kuendelea kuwajibika kwa nafasi yake ili kupunguza hoja za CAG. Sisi tutajipanga vizuri ili tuhakikishe kila mmoja kwenye eneo alipo anafanya kila linalowezekana ili tuweze kufikia malengo. Hatuwezi kushindwa kuondoa hoja, na hoja hizi huwa zinaletwa na sisi wenyewe.
Haiwezekaniki hoja tu ije bila kuifanya wewe mwenyewe. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka Geita kwa Mrisho Sadik ndio inayotupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuangazia mbele zaidi katika upande wa habari za biashara. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Baki nasi.